Tunachoangalia kwenye muktadha wa jumla, tunajiuliza kwenye hiki ambacho tunajifunza, mwandishi huyu amesemaje sehemu nyingine kwenye jambo hilo hilo. Kwa maana hiyo, kama najifunza juu ya maombi, nitaangalia Paulo alivyoandika habari za maombi. Kwa mfano, Paulo ameandika juu ya maombi kwenye Waefeso 1 mstari wa 15 hadi 20. Actually, unaweza ukaenda mpaka 23. Lakini Paulo ameandika pia kwa ajili ya maombi kwenye Waefeso 3 mstari wa 14 hadi 20. Paulo huyo huyo ameandika juu ya maombi kwenye Wafilipi 1:3 hadi 5. Paulo huyo huyo ameandika juu ya maombi kwenye Wakolosai 1:9 hadi 11. Kabla sija conclude fundisho la maombi kwa pattern ambayo Paulo amefundisha, ni lazima niende sehemu zote ambazo amechambua maombi. Then ninakuja na complete package ya kwamba hii ndo pattern ya prayer ya kanisa la kwanza. Hiyo ndo pattern ya prayer ya kanisa la kwanza. Nisipofanya hivyo, maana yake sitendei haki kanuni ya kuchambua maandiko. Kwa hiyo ndo namna bora.